Safari ya kuelekea katika kata ya Kilema Kusini, wilaya ya Moshi, mkoani Kilimanjaro inaanzia katika kituo cha mafuta cha Total Energies cha Jacaranda kilichopo mkoani Arusha. Kinachonipeleka mkoani Kilimanjaro ni kufuatilia mazishi ya Ezekiel Temu aliyeuawa kwa kukatwa shingo na mtuhumiwa anayedaiwa kuondoka na kichwa chake baada ya tukio hilo. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa Machi 24, 2026 na kamanda wa polisi mkoani Kilimanjaro Simon Maigwa, ilieleza kwamba chanzo cha tukio hilo kinadaiwa kuhusishwa na matatizo ya afya ya akili na mtuhumiwa aliyefanya kitendo hicho. Dismas Temu akisoma historia ya marehemu ameeleza kwamba ndugu yake aliuawa Machi 24 mwaka 2026 alipokuwa njiani kuelekea shambani kupanda maharagwe na kukutana na mtu aliyemshambulia kwa panga hadi kupoteza maisha. Historia fupi ya marehemu Ezekiel Edward Temu leo tarehe 1 Aprili 2026. Baba yetu Ezekiel Edward Temu alizaliwa katika kijiji cha Masaera tarehe 16 mwezi wa 4 mwaka 1972. Baba yake akiitwa Edward Mikaeli Temu na mama yake akiitwa Pulikalia Mikaeli Larima. Alibatizwa tarehe 3 mwezi wa 7 mwaka 1972 katika kanisa la Bikira Maria mama wa Mateso Mandaka. Alipata komunyo ya kwanza tarehe 19 mwezi wa 4 mwaka 1987 na kipaimara tarehe 9 mwezi wa 5 mwaka 1987 katika kanisa hilo hilo la Bikira Maria mama wa Mateso Mandaka. Elimu. Baba yetu Ezekiel alipata elimu ya msingi kuanzia mwaka 1980 na mpaka 1987 alipomaliza darasa la 7 katika shule ya msingi Olaleni. Baada ya kumaliza darasa la 7, marehemu alijiunga na chuo cha ufundi cha udereva na kufanikiwa kupata leseni ya udereva. Kazi. Marehemu alijishughulisha na kazi ya udereva pamoja na ujasiriamali kama vile kilimo, ufugaji na kadhalika. Ndoa. Marehemu alibahatika kumuoa Mama Sura Emmanuel Limo na walifunga ndoa tarehe 20 mwezi wa 12 mwaka 1997. Watoto. Marehemu katika maisha yake alibahatika kupata watoto 5, wa kike 1 na wa kiume 4. Watoto 3 walishatangulia mbele ya haki, kwa hiyo kwa sasa wapo watoto 2. Mmoja ni wa kike na mmoja ni wa kiume. Kwa hiyo marehemu ameacha mke na watoto 2 na wajukuu 3. Kifo. Marehemu siku ya Jumanne tarehe 24 mwezi wa 3 2026 alitoka nyumbani kwake kwenda shambani kwa ajili ya kwenda kuotesha maharage. Akiwa njiani kuelekea shambani alikutana na mtu ambaye hatujui walijibizana nini, akaamua kumkata hadi kumpelekea umauti. Sisi familia ndivyo tunavyojua na hatujui zaidi ya hapo. Shukrani. Shukrani ziwaendee mapari waliotuongozea ibada hii pamoja na masista waliopo. Tunawashukuru viongozi wote wa serikali kwa ushirikiano mkubwa waliotuonyesha sisi familia. Tunawashukuru watu wote walioshiriki kutoa michango yao kwa ajili ya kufanikisha msiba huu. Zaidi sana familia inawashukuru watu wote walioacha kazi
zote na kutukimbilia wakati huu mgumu. Mungu awabariki sana, bila kuwasahau vijana wetu walioandaa nyumba ya milele ya baba yetu. Bwana ametoa na Bwana ametwaa, jina la Bwana lihimidiwe. Akihubiri katika mazishi hayo, Padri Callixte Shayo wa Jimbo Katoliki la Moshi ameitaka jamii kumrudia Mungu na kudumisha upendo, huku akisisitiza umuhimu wa kuwa na imani katika nyakati za majonzi. Ndugu zangu wapendwa, tunaitwa kwamba tulinde na tutunze uhai kwa namna yote ile, na tuepuke yale yote ambayo yanahatarisha au yanaondoa uhai wa mwanadamu. Wajibu wa kwanza kabisa wa mwanadamu ni kulinda uhai wake na uhai wa watu wengine. Ndugu zangu wapendwa, tunaishi katika jamii ambayo basi kifo kimekuwa hakitishi tena. Kifo kimekuwa ni kitu cha kawaida. Utasikia hata mama mzazi akimwambia mtoto wake, kwa sababu amefanya kosa dogo tu, anamwambia nitakuwa. Sifa Yesu Kristo.